Somo letu linasema sadaka ya mavuno. Kitabu kile cha Kutoka sura ya 23 mstari ule wa 16. Biblia inasema, tena sikukuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya, mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyatabikia shambani. Mstari wa 17. Mara 3 katika mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele ya Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya mavuno ndilo somo letu, na nimesoma Kutoka sura ya 23 mstari wa 16 hadi wa 17. Sadaka ya mavuno ndipo ilianzia katika wana wa Israeli, na walikuwa wao mara kadhaa walikuwa wakijishughulisha sana na kilimo, na ndiyo maana hapa wanaambiwa kwamba itakuwa mwishoni mwa mwaka mtakusanya mavuno yote ya mashambani mwenu, na mtachukua sehemu ya yale mavuno na kutoa sadaka mbele za Mungu. Kwa wao kama wana wa Israeli walikuwa na kawaida ya kumaliza misimu yao mwishoni mwa mwaka ya kilimo, na walipokuwa wakimaliza walikuwa wanaachilia sadaka ya shukrani juu ya kile ambacho wamekipata kama mavuno walioweza kuvuna. Sasa sadaka ya mavuno kwa kawaida ni sadaka ya mazao inayotolewa mwishoni mwa mwaka kwa utaratibu wa wana wa Israeli. Na saa nyingine kwa sisi ambao tuko mahali hapa, saa nyingine hatuna mashamba ya kulima, na tunaweza tukawa tunajiuliza kwamba ikiwa mimi sina shamba la kulima, nitawezaje kutoa sadaka ya mavuno? Nimekwambia wao walitumia utaratibu wa mazao kwa sababu wao walijishughulisha sana na kilimo. Lakini kwetu sisi ambao tunaweza tukawa tunajishughulisha mambo mengine, aidha biashara. Kwa utaratibu wa kanisa letu la Anglikana, tumeweka utaratibu kwamba kila mwezi wa 9 ni sikukuu ya mavuno, na kila mwaka tunakuwa tunaifanya sikukuu. Maanake na sisi kumbe tumefuata utaratibu ambao wana wa Israeli walikuwa wanafanya kila mwisho wa mwaka, na sisi pia tumeweka utaratibu kwamba kila mwaka angalau tuwe na sikukuu ya nini? Ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la somo hili ni kukusaidia wewe uweze kujua faida za kutoa mavuno mbele za Bwana kama sadaka. Lakini pia lengo la pili, kukusaidia wewe uweze kujua hasara za kutokutoa mavuno mbele za Bwana ndani yako. Na wakati tunatembea na mambo kadha wa kadha yaliyoko mbele yetu, tutakuwa tukitamka tu kaneno haka kwamba apandacho mtu ndicho avunacho mtu. Ndio utakuwa msemo wetu tunaotembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza la kutambua katika mavuno, hawezi kuvuna kitu ambacho hujapanda. Ili uweze kuvuna, uhakika wa kupanda ndio unaanza, na ndipo mavuno sasa yanafuata. Kwa sababu hiyo, unapokuwa umewekwa mahali Mungu ambapo umefanikiwa kukuweka, au mahali ambapo Mungu ameweza kusimamisha, kati ya kitu kimoja wapo ambacho unapaswa kuzingatia ni kwamba hujawekwa mahali ulipo kwa bahati mbaya, umewekwa kwa kusudi maalum. Na kila kilichoko eneo ulilopo kimewekwa pia kwa kusudi maalum, na ndiyo maana kipo. Haijalishi ni kitu ambacho ni raha au ni shida. Amina. Amina, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo katika mavuno, kinachotangulia ni uwekezaji. Unapowekeza ndipo unaenda kuvuna ulichowekeza. Tukisema waliovuna waje, alafu wewe haujawekeza ukaja, tunakuwa na mashaka na wewe. Ijapokuwa hakuna mtu ambaye hana kitu cha kujishughulisha. Lakini pia jambo la pili la kuzingatia ni kwamba sadaka ya mavuno ni sadaka inayotolewa rohoni, si mwilini. Wakolosai 3:23. Biblia inasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na wala si kwa mwanadamu. Kwa hiyo Wakolosai 3:23, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na wala si kwa wanadamu. Kwa jambo la kwanza, jambo la pili la kuzingatia, la kwanza nimekwambia huwezi kuvuna kitu ambacho hujakipanda. Andeni la pili, unapotoa kile ulichobarikiwa na Mungu, unapaswa kutoa katika hali ya roho. Kwa mujibu wa Wakolosai 3:23, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana na wala si kwa mwanadamu. Jambo la tatu, unapokuwa katika hali ya moyo, unamtolea Mungu na si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona umepeleka sadaka mahali, alafu mwisho wa siku yule mtu asikusaidie, ukaanza kumlalamikia au kumwongea kwamba nimemsaidia vitu vingi lakini yeye hajanisaidia, maana yake hiyo sio sadaka. Ndio maana nasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo, kwa moyo. Kwa nini tunafanya katika hali ya moyo? Kwa sababu Yohana 4:24, Mungu ni roho na mwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu Mungu ni roho, ili aweze kupokea lazima uende ukiwa wapi? Rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotoa kile kitu katika hali ya undani au ya kiroho, unamtolea Mungu. Kwa nini unamtolea Mungu? Kwa sababu wakati ambao utapitia katika dhiki au katika raha, unapaswa kurejea kwake, si kwa mwanadamu. Mwingine hajaelewa. Biblia imeandikwa katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 7, amelaaniwa mtu yule anayemtumainia mwanadamu, lakini amebarikiwa anayemtumainia Bwana. Kwa unapotoa sadaka, unaweka tumaini lako kwa Bwana. Ndio maana kwamba unamtolea Bwana na si mwanadamu. Lakini unapotoa sadaka alafu ukaweka imani yako kwa mwanadamu, maana ni wewe nani? Na hiyo sadaka sio sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Lakini pia tambua, huwezi kuambiwa na Mungu toa sadaka kama hauna. Lakini kabla sijaenda hapo, tambua jambo hili, usije ukatoa sadaka kama hujaambiwa toa sadaka, kwa sababu anayehitaji sadaka ni Mungu. Na anapohitaji sadaka si kwamba ana shida, anahitaji sadaka ili akufanikishe wewe uweze kubarikiwa. Ndio maana nasema heri mkono utoao kuliko pokeao. Kwa ili neno liweze kutimia na uweze kubarikiwa, lazima ufanyeje? Toa. Na ili uweze kutoa,
mpaka Mungu akupatie nafasi moyoni mwako kwanza ya kutoa. Si kama tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba umebarikiwa haina maana kwamba unapaswa kutumia tu kitu kwa mamlaka ya kwako. Mwanzo sura 22 mstari wa 1, Mungu anambariki Ibrahim. Anapombariki Ibrahim, jambo la kwanza tunaona kwamba nimesema huwezi kutoa pasipo kwanza kupewa. Ibrahim anaambiwa amtoe Isaka baada ya kupewa. Mungu hawezi kuhitaji kitu ambacho hauna. Ukishaona kuna kitu unatamani kutoa alafu hauna, muulize Mungu kwa nini hauna. Na usije ukajilazimisha kutoa kitu ambacho hauna, kwa sababu uwe na uhakika Mungu hajahusika. Nasema juaje? Ibrahim anaambiwa amtoe mwanae wa pekee Isaka kwa sababu amekwisha kupewa. Kabla ya kupewa Mungu hakumuomba. Si kama tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kuambia toa kitu ambacho hauna, ukaibe, ukatapeli, ukadhulumu. Kwa hiyo hahitaji kitu kwako. Jambo la kwanza lazima kubariki kwanza. Ni jambo la pili, Mungu anakuchagulia aina ya sadaka yeye mwenyewe. Unasema juaje? Ibrahim alikuwa amebarikiwa vitu vingi. Mwanzo sura 12, Ibrahim anahamishwa nchi, aende katika nchi Mungu anayomuonyesha ili aweze kubarikiwa, awe baba wa mataifa, lakini pia aweze kuwa na watoto wengi ndani ya ulimwengu, lakini pia aweze kuwa tajiri, mali zake ziweze pia kuongezeka. Kwenye Mwanzo 22 anapoambiwa mtoe Isaka, si kwamba Isaka ndo mafanikio yanayo kwake. Ana mafanikio mengi tu, kama ni mifugo anayo, kama ni miradi anayo, lakini Mungu anamtaka Isaka. Anachagua aina ya sadaka ile kwamba Mungu amekubariki, ili aweze kukubariki tena lazima kuchagulia aina ya sadaka anayotaka. Si kama tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaposikia ndani yako toa sadaka, hiyo roho iulize, nitoe sadaka gani? Siku moja nilipewa sadaka ya vyakula. Niko tu mahali nasikia mwili bana andaa sadaka kitu fulani, nikaviandaa vitu nikaemea nikawa kwenye mfuko. Alafu Jumapili nakwenda kanisani, ikatokea changamoto kubwa sana pale nyumbani, sikufanikiwa kwenda ibadani. Ile sadaka kwa mle ndani chumbani kwangu, yani nilitunza nyumbani wasione. Nilihisi naweza kaitumia au wakaisi labda namna fulani. Kwa hiyo nikaipeleka chumbani kwangu nikaitunza. Kwa mimi sadaka yangu kesho wapi? Kanisani. Wakati sijafanikiwa kwenda kanisani, niko nyumbani najiuliza, mbona Mungu sadaka nilosikia jana iandae, mbona sasa sijaenda kanisani? Hii sadaka nafanyaje? Mungu akaanza kunifundisha kwamba nilikubariki, nikachagua aina ya sadaka, lakini nimesitisha na nimeruhusu haya ili usiende kanisani, nikupeleke mahali sahihi pa kupeleka sadaka, kwa sababu wewe umezoea kutoa sadaka kanisani tu. Nikaanza kufikiria na kupizana ile sauti, nikachukua ile sadaka, nikaanza kuomba Mungu, hii sadaka nipeleke wapi? Nikaelekeza mama mmoja mahali fulani, nikachukua ile sadaka nikaenda. Nimefika pale kwake sikumkuta, alikuwa ameenda mahali. Nikakuta watoto, nikawapa maelekezo, nikaondoka. Baadaye yule mama alivyorudi akawa na mawazo. Pale mtaani ana madeni kwenye maduka yanayomzunguka. Alichokifuata kule ameambiwa jioni ndani hamna chakula. Akarudi anawaza. Yule mama anasema alikuwa amelala kitandani wakati anishuhudia. Akaja mtoto wake, mama, Mwalimu Isaac ameleta hiki hapa, anasema tusikifungue mpaka ufike. Ile mama akafungua, akalia sana, akafurahi sana, akapika kile chakula, watoto wakala, akaanza kunitafuta. Alipofika ananieleza nalia, ulijuaje kwangu kuna shida hii na hii na hii? Nikamwambia ni Mungu tu, sio Mungu. Maana hata nilichokileta mimi sikutegemea kukileta. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani ninatamani uweze kuelewa? Ibrahim anapewa mtoto, lakini Ibrahim pia anabarikiwa vitu vingi sana. Lakini anapobarikiwa vitu vingi,
Mungu anapomtokea anakumwambia atoe sadaka, anamchagulia aina ya sadaka. Anapomchagulia aina ya sadaka, Mwanzo sura 22 mstari wa 1 na kuendelea, Biblia inasema hivi, akaambiwa aipeleke katika mlima wa Moria. Kwa Mungu akamchagulia na mahali pa kupeleka sadaka. Si kama tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Yakobo anakuambia hivi katika kitabu cha Yakobo, dini safi ni ambayo inatazama yatima na wajane. Si kama unaona? Kwa hiyo kuna kitu Mungu anakipitisha kwako kwa sababu ya mtu fulani. Siku moja niko mahali nimepanga, nikawa sina chakula. Yaani usiku nimelalia kiasi kimoja afu kidogo nikanywa maji mengi. Asubuhi ya jana yake, asubuhi nikula kiasi kimoja na maji, mchana kiasi kimoja na maji, usiku kiasi kimoja na maji mengi, nikalala. Asubuhi sina fedha wala chakula, nikaamka kwenda mahali. Nilipofika yule mtu nikamuona, nikamaliza, nikaondoka, nikaenda mahali pengine. Nikamuona yule mtu, nikazungumza naye, jioni naondoka. Yaani hapo nimeshinda njaa, sina kabisa chakula. Yaani nyumbani sina chakula, nilipopanga tumboni sina pia chakula, nina njaa bala. Sasa yule mtu akanipa fedha. Aliponipa ile fedha, nikaanza kutembea kuelekea sehemu kwenye mgahawa kuna chakula. Sasa moyo wangu ukawa umenituma kwenda pale kona ya Bwiru. Nilikuwa nimepanga pale Kiloleli. Nilipofika pale Big Bite, kuna barabara inaenda hivi, wanapaita Kimahewa ya lami. Pale kuna daraja, kuna kibabaki inaenda hivi cha lami. Sasa wakati mimi nimefika pale kwenye barabara nataka kuvuka, mbele yangu kuna bibi moja anatetemeka na kuni kichwani. Nikasikia muone hivi, mvushe huyo bibi. Nikamvusha. Nikaenda kumnyang'anya zile kuni, nikumpokea zile kuni, nikamvusha ile barabara ile. Nilivyomvusha, nikambebesha zile kuni. Akaenda. Yule bwana akatemeka naenda. Mimi nikaendelea na wai kula nini? Chakula. Nilikuwa na kibegi changu. Unajua hata kama una hela, ndio mwenyewe utembea tu na begi, unajulikana angalau na unaelekea kwa una lamani kabisa. Kwa hiyo nilikuwa naelekea kula chakula na begi yangu nimeshikilia hivi. Nimefika kule mbele, muone shughuli hivi, nilikwambia usaidie, si kwamba umsaidie kumvusha tu bibi bana jala. Nitakiwa mlishe. Nikarudi nyuma. Yule bibi anatembea kwa temeka, nikamwahi. Sasa kabla sijamfikia, nimemwona yuko hapo, nikapita kwenye duka, nikaagiza mandazi 3 na juice. Ameweka pale mezani, nasikia mbona hivi, sijakwambia umpe chakula cha aina hii. Mpeleke ale ashibe kama ulivyokuwa na wewe kula na kushiba. Nikamkimbia nikamwambia, samahani, naomba nikupokee, unaenda wapi? Naenda kule. Nikamwambia, samahani, naomba wewe mwenyeji wa mitaa tuweze kupata pale hoteli hapa. Sijui mwanangu. Nikamwambia, twende. Hajaniambia kama na njaa. Tumefika pale hotelini, nikaagiza chakula kizuri. Mimi na njaa. Nikalipia, nikapewa na change. Baadaye anaweka chakula, nilichukua pale kwa mhudumu nikampelekea bibi. Bibi akaniambia, wewe si mwanafunzi, mbona ninunulia chakula cha gharama hivi? Nimevaa mwanafunzi, yani nimevaa nguo za nyumbani lakini naona mimi kama mwanafunzi. Alivyotamka yeye, nikabidi uwe na amani kabisa Kristo. Nilichokifanya, baada ya kumpa kile chakula, nikahitaji kuondoka. Akawa ananiuliza maswali, unasali wapi? Nikamwelekeza. Wewe kabila gani? Nikamwambia. Yaani nikawa bibi analia. Ananiambia, mwanangu, toka asubuhi, toka jana sijala. Asubuhi nimeamka kwenda kutafuta kuni za kupikia. Nimezipata mbali sana, mimi hapa nilipo na njaa. Umejuaje? Bibi akala kile chakula. Huko machozi yanamtoka. Wakati nimemwaga naondoka, ameniahidi kuja kanisani nilipo. Wakati nimemwaga naondoka, nafika mlangoni kwenye ile hoteli, naambia hivi, hizo zilizobaki zote zilizotoa mfukoni ni za wewe, sio za kwako. Nikarudi nyuma, nikabidi samani, nikachukua ile fedha yote iliyokuwa nimepewa na yule ndugu, nikampa. Ile hela ningekula wiki nzima, sasa nyingine ingebaki kwa matumizi yangu mimi mwenyewe binafsi. Ningekata vocha pia. Yeye bibi nikampa hela zote. Nikasema, Mungu, asante. Bibi wakati nampa, tena nashuhudia tena, ndani sikuwa hata na nia. Kwa hiyo nikaenda kumlia chakula, nikampa ile bibi. Nikaondoka. Nikamshukuru Mungu, nikaondoka. Nimefika pale
Nilipokuwa naelekea, nikaenda na safari yangu kuelekea kule, lakini sina kitu hapa. Lakini nikaelekea baada ya kurudi kwangu nikopanga, nikaelekea tu. Nisije kwa nini nilielekea, lakini Mungu mwenyewe alinipeleka. Nikafika pale kwa nabii. Nakutana na ndugu mmoja mbaba. Alijuna kafa, tumishi wa Mungu, upo? Ndio. Ulisema siku ile nifuatilie kwenye channel. Nilifuatilia YouTube nikakuona bana. Mahubiri yale yalinibariki sana. Hakika Mungu akubariki. Baba kashukuru vitu vingi, akawa na ushuhuda wa somo moja ile kulifundisha pale kanisani alipo ile ndugu. Akawa na ushuhuda, yule ndugu akazama mfukoni. Akatoa hela. Akanipa. Nikamshukuru Mungu bila kutazama ile hela. Nikamshukuru Mungu nikamaliza. Nilivyomaliza nikaondoka. Nilivyoondoka nikaenda kupata chakula. Nikafika pale hotelini. Nikauliza naomba nani ya chakula nikaletewa. Nikatazama, nikaagiza nikaletewa pale. Nikamwambia nipe na juice ili ya kutengeneza isiwe ikiwa ndani. Okay sawa, kaleta pale nikaanza kula. Nikala nikamaliza. Yule ndugu alichonipa kwa kile nilichokipata ni mara 5 ya ile nilitoa. Mara ngapi? Mara 5. Nilimshukuru Mungu sana. Nikaanza kujifunza bado hapo. Mungu alikuwa anifutia mambo ya sadaka. Nikaanza kujifunza, nikasema Mungu tazama. Umesema kwa heri mkono wao kupokea. Hakika umefanya hivi. Wewe ni Mungu mkubwa sana. Nikaanza kujifunza kwamba kumbe si kila baraka iliyoko ndani yako ni kwa ajili yako. Kuna vitu Mungu ameweka kwa ajili yako, lakini kwa ajili ya watu wengine waliokuzunguka. Singine kwa ajili ya mtaa, kupitia huo mtaa utapona. Singine Mungu anakupa kitu kuwapelekea yatima na wajane, lakini umekaa tu unapoteka wewe. Mwisho wa siku kinakuishia, unaanza kujutia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapokubariki, anachagua aina ya kitu unachokitaka kwako umtoe. Ndio maana akajichagulia kwa Ibrahim Isaka. Lakini Mungu pia anapokubariki, anapokupa nafasi ya kutoa, anakupa na mahali pa kupeleka sadaka. Unasema jua sadaka ni mbegu. Kama sadaka ni mbegu, kuna mkulima gani anaweza akawa na mbegu, anasema ile mbegu ni ya kupanda, alafu ana shamba la kupanda? Itamwozea. Watu wengi tumebarikiwa na Mungu, lakini baraka za Mungu hatuzitumii ipasavyo, kwa sababu matumizi ya tunavyotumia si maelekezo kwa vile ambavyo Mungu ametubariki. Mwanzo nimekwambia hakuna kitu Mungu ambacho atakupa pasipokuwa na kusudi. Hata kama ni shilingi 500, Mungu ana kusudi kubwa ndani ya shilingi 500. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko pamoja tumishi wa Mungu? Okay. Tambua ya kuwa kila sadaka Mungu anayoipokea kwanza iwe ya pekee. Tambua sadaka yako unaotoa mbele za Mwenyezi Mungu, cha kwanza ili uweze kupokelewa iwe ya pekee, yani kwako iwe na uthamani mkubwa. Unapofunga mafuno, sengine unatazama juu ya kazi yako au juu ya biashara zako, unapiga hesabu kwamba kuanzia mwaka jana mwezi wa 9 au mwezi wa 7 nilipotoa mafuno nilikuwa na kiasi fulani cha mtaji, nikatoa sadaka kiwango fulani, nikabaki na kiwango fulani kwa ajili ya kuendesha mtaji. Je, mwezi huu wa 7 mwaka huu kiwango cha mtaji kikoje? Kiwango cha kuchanua kibiashara kikoje? Bwana Yesu asifiwe. Unapopata muda wa kupigia hesabu za namna hiyo, Mungu mara zote anapotaja sadaka inakuwa ya pekee. Unaona wakati Habili anatoa sadaka ya mifugo, Biblia inasema alichagua kondoo walionona. Unaona wakati Ibrahim anaambiwa mtoe mwanae Isaka, imesema amtoe mwanae wa pekee. Unaona Mungu wakati anamtoa Yesu Kristo kwetu aweze kutukomboa,
Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee. Alimtoa sadaka mwanae wa pekee. Lazima mtambue kwamba sadaka ni kitu cha pekee. Kwa katika mavuno yako ambayo Mungu amekubariki kwa msimu mzima, unapokaa na kufikiria na kupiga hesabu ili Mungu aweze kupokea, lazima akwambie utoe sadaka ambayo ni ya pekee. Yaani kwako muda mwingine akushtua kama hata mimi nilivyoshtua. Sio unajishtua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tuko pamoja. Jambo lingine, huwezi kukomboa chochote kile mahali popote pale pasipokuwa na sadaka. Hakuna ukombozi wa kazi yako, wa kilimo chako, wa biashara yako, wa ndoa yako, wa huduma yako, wa ofisini kwako. Ukitaka kukomboa chochote kile mahali kulipo na zuri lote lile, lazima utoe sadaka. Yohana 3:16 Biblia inasema hivi, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima milele. Ili sisi tukombolewe, ili mlazimu Mungu kumtoa Yesu Kristo sadaka. Kwa ukombozi wa mimi na wewe unapatikana kwa njia nini? Ya sadaka. Sasa unapanda shamba lako hauvuni, unawekeza mahali haupati. Fikiri. Jambo la kufikiri la kwanza, unapoona unalima hauvuni au unawekeza alafu kile unachowekeza kinazidi kudidimia, fikiri jambo la kwanza hili hapa. Ni nani alikwambia ufanye biashara unaifanya? Biblia inasema wana wa Mungu huongozwa na Roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Kwa kama Mungu alikwambia fanya biashara au nenda ukaanzishe kilimo, Mungu alikupa aina ya biashara au aina ya kilimo? Kwa maana Mungu anapokupa wazo, lazima akupe na maarifa. Unapoona mahali Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa, ni sahihi. Watu wengi wako radhi kufunga wiki nzima waombe ili tatizo liweze kuondoka, lakini si kuomba ili kujua chanzo cha tatizo liweze kuondoka. Na bila kujua chanzo huwezi kuondoa tatizo. Na ndio maana waombaji wengi sasa hivi utakuta ni maskini kwa sababu hawana maarifa. Si kama tunaelewana? Mungu akikupa wazo la kufanya kitu, lazima akupe maarifa. Atakwambia nenda kwenye ufugaji kama mradi. Kabla ya kuanza kufuga, Mungu ataanza kukupa maarifa utaendeshaje huo mradi. Atakwambia nenda darasani kajifunze namna ya kufuga. Unataka kuanza kilimo, atakwambia nenda kwa afisa kilimo kufundisha namna ya kulima. Kilimo gani sasa hivi kina dili na ardhi gani ambayo inaweza ikawa njema zaidi kwa kilimo hicho. Okay, unataka kuanzisha biashara, Mungu akupe maarifa. Biashara yako ifanye kwa namna ipi? Sengine watu wamekimbilia biashara, wamepewa wazo wa kibiashara, wakimbilia biashara pasipokuwa na maarifa ya biashara, wakaanzisha biashara eneo ambalo sio sahihi, lakini pia aina ya biashara ambayo sio sahihi. Unasema juaje? Utaamua kaanzisha biashara kupika supu, afu unakimbia kuanzisha biashara kupika supu hata hapo hivi, kwa kuwa ni njia. Mwisho wa siku ile supu mpaka inakunukia. Nimeona mtu mmoja aliyekuwekeza mahali ambapo ni kijijini, kiwanda cha mikate. Alafu kile kijiji kifika asubuhi wanakula kiporo cha ugali wa usiku. Mikate itaenda. Ndio desturi yao. Kwa Mungu anapokuwa anakupa wazo lote ile, lazima upe maarifa ya control. Ukishaona umepewa wazo afu utashindwa kupa maarifa, fikiri mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huwezi kukomboa zuio, huwezi kukomboa kitu ambacho kimepotea kwako kama haki yako. Kwa maana Mungu amesema utabarikiwa kwa sababu umelisi imani toka kwa Ibrahim. Ibrahim aliyebo uzao wako utabarikiwa. Na hiyo ni mbarikiwa. Ukishaona unalima hauvuni, fikiri. Wakati Mungu anakupa wazo la kulima, alikupa maarifa gani? Ujue kuona mahali mtu amelima miaka 20, anaingia kijana mmoja miaka 2 analima au mwaka mmoja anapata mtaji mkubwa, mwaka kuna mmoja kwa ofisi anazunguka. Niliwahi kwenda mahala nikaambiwa, unaona huyu mua alikuja kwenye kijiji, huyu mua wa Kigoma akauza vyombo mwaka huu, mwaka pia akafungua bonge la duka hapa, lakini mwenyeji wamekaa. Si kama tunaelewana? Lazima ufikiri. Umepewa biashara lakini biashara haiendi. Kwa nini?
Umepewa kilimo ulime, lakini kilimo hupati kwa nini? Ukishafikiri utapata jibu. Walio wengi walikimbilia mawazo waliopewa, hawakukimbilia kujua kusudi la wazo la Mungu ndani yake. Kwa hiyo utajikuta umeinvesti mahali, alafu mwisho wa siku unachoshtukia ni hasara tu, ni hasara tu, ni hasara tu. Lakini ukienda mbele za Mungu kumwambia Mungu, umenipa wazo la kulima, lakini mbona sivuni matunda? Kuambia mwanangu, kilimo unachotakiwa kulima ni cha aina hii na hii na hii. Na nikwambie, si kila mahali panalimika au panawekewa biashara. Si kila mahali. Si kama tunaelewana? Hili si kila mahali utalima. Kujua kuna mtu amelima mahali afu mazao yamegoma. Mchungaji wangu mimi aliniambia hivi, alipanda mahindi mara 4, heka zima linaota. Mara kwanza aliota kama mawili, heka zima. Nipoenda heka yangu tameota haya. Mchungaji wangu akasema mara ya mwisho mara 4 nimepanda yakaota kama 6, heka zima. Nikanyosha mikono na madeni juu. Sika mnaelewa? Kwa unapopewa wazo lazima upewe na mkakati. Unapopewa wazo wa kuanzisha biashara lazima uulize aina gani ya biashara. Ukishapewa aina, okay, hii biashara naifanyia wapi? Ujaona una watoto wawili. Mmoja umemwita mwanangu nenda pale Igombe Center, akakimbia. Mmoja akuuliza mama au baba nikafanya nini? Unafikiri kati ya wawili nani anatimama? Okay, fikiri wazo nao. Wakati Mungu amekupa ulilinyatia ukalikimbilia au uliuliza kwanza maelekezo? Ukiona umefika mahali umefeli, jua kuna mahali maelekezo kusikiliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni wa mazidisho, sio Mungu wa upungufu. Ukisema kuna mahali umepungua, wewe una tatizo. Unapaswa kurudi magotini. Na kila siku unapozidi kwenda, Biblia inasema hivi, tunasikia kuongezeka kila siku. Kama uongezeki, shtuka mapema, badili mtazamo. Na ukishaona ufanikiwi saingili katika kazi hizo nazo, kitu kikubwa ambacho kimezuia mafanikio yako ni dhambi. Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa wanaasi, ule uasi uliingia ndani ya mioyo yao, walikuwa wanapelekwa uhamishoni Babeli. Kisha wanapelekwa nini? Wamemwasi Mungu. Ili warejee, walikuwa naomba toba ya urejesho. Utakuta kuna aina nyingi za dhambi ziko pale. Hizo dhambi ya uasherati, uzinzi, dhambi ya zinaa, lakini pia unaweza kukuta dhambi ya rushwa, utapeli, udanganyifu, kurubuni watu, kudanganya. Sasa Mungu atajifunua. Mbegu zenyewe unazopanda, umemdanganya mtu. Sina mbegu bwana, sina. Kumbe unataka ule zile ulizonazo, hizo ndio kapanda. Afu Mungu ajitukuze kwenye mbegu. Sina mtaji bwana, sina mtaji. Unapigia ndugu wengi hata 10 wanakurushia wote. Zingine unaamua kupokonya. Kuje kuna mtu anaajiriwa mahala, alafu anakula rushwa, anafukuzwa kazi. Ukishaona uongezeke, ndio ni dhambi iko manangoni mwako na waipasa kuishi. Akaambiwa Kaini kwenye Mwanzo 4:7 ya kwamba kwa nini usiamue jamani, ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko manangoni mwako, lakini imekupasa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ukishawekeza kwa kufuata mataratibu ya Mungu, lazima uongezeke. Si kama tunaelewana? Tunaelewana jamani? Amen. Si kama tuko pamoja? Na Mungu akupa mahali fulani pa kuwekeza, utafanikiwa. Ni wewe kuwekeza mahali kitu fulani. Nipo investi pale, hakikumaliza hata mwaka. Nikarejea magotini, nikaomba sana. Nikapewa mahali pa kuinvesti. Nilipokuja kuinvesti, nishtukia mwisho siku napigiwa simu, mtu ameniletea zawadi pale pale. Bana, mtu fulani amekuletea bana. Najiuliza, ameleta nashangaa, ndugu, kulikoni? Kwa kweli nilivyokuta ulichokifanya hiki kimenibariki, nimewahi kuongezea. Kujiona ule talanta, mmoja kaficha hakuizalisha. Walioizalisha wakaongezewa, akaambiwa asiye nacho hata kidogo hicho anachofanya akapokonywa.
Kwa hiyo Mungu akishakupa ufahamu kuanzisha kitu, lazima aweke uongezefu wa kuzidi kudumu katika kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kuna mtu Mungu alikuwa anasema naye hapo, ndio maana hiyo sehemu nimekaa sana. Maka ikuwa lengo langu kukaa hiyo sehemu, lakini naona Mungu alikuwa anasema na mtu, na Mungu akutie nguvu aweze kufanikisha. Tuangalie faida za kutoa mavuno. Faida za kutoa mavuno mbele za Bwana. Kuna faida gani ya kutoa mavuno mbele za Bwana? Kuna faida gani za kutoa mavuno mbele za Bwana? Faida ya kwanza, ukitoa mavuno kwa usahihi utafanikiwa na kubarikiwa. Kumbukumbu la Torati 28:3. Na Mungu anasema hivi, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Ukiendelea mstari wa 4, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana Yesu asifiwe. Utaendelea kusoma kuona baraka. Kwa hiyo ukitoa mavuno kwa usahihi mbele za Mwenyezi Mungu, utabarikiwa na kufanikiwa. Anasema utabarikiwa mjini, kwenye biashara mjini. Mjini sasa unajua hakuna kilimo Utabarikiwa kijijini, mashambani. Na kwenye mifugo pia. Unajua mjini hatufugi sana. Mjini mara nyingi ni biashara zingine tu. Kwa hiyo kijijini tafasiri yake kuna kilimo, kuna ufugaji. Kutoa mavuno kwa ukamilifu mbele za Bwana, atabariki mjini unapofanyia biashara zako zote, zitabarikiwa. Lakini ukitoa katika hali ya ukamilifu pia utabarikiwa kijijini, kwenye mashamba yako, kwenye mifugo yako, utazidi kubarikiwa. Lakini hasara nyingine, tunaangalia faida na hasara. Kwa hiyo tunaangalia faida ya kubarikiwa, kinyume chake kutokubarikiwa au kukosa baraka za Mungu. Hagai 1:6. Kitabu cha Hagai ni kama tunaangalia baraka, faida ya maana yake na hasara. Kwa tumeangalia faida ya kwamba utabarikiwa na kufanikishwa kila kutoa leo. Utabarikiwa pande zote, mjini na kijijini utabarikiwa. Lakini hasara ya kutokutoa, hasara ya kutokutoa kikamilifu mavuno ni ipi? Kukosa baraka za Mungu. Hagai 1:6. Biblia inasema hivi, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Kwa hiyo unavyotoa sadaka ya mavuno kikamilifu unapata baraka, na unavyoshinda kutoa kikamilifu manake unakosa baraka. Anasema hapa, mmepanda vingi mashambani kwenu mkavuna kidogo. Lakini pia wale ambao wameajiriwa, wenzangu na mimi, wako ofisini, wanaingiziwa kama mshahara ya mwisho wa mwezi, wanapokea mishahara yao, wanaweka mifukoni, mifuko imetoboka, manake mishahara inadondoka, inapitiliza. Unapata mshahara, inatokea shida nyumbani kwako, ile inateketea. Unapata mshahara, andini nyumbani kwenu wanafiwa, au utokewa msiba, unasafiri kwenda msibani. Ukishaenda msibani, kuna ndugu utawatazama, utapeleka kachumvi, kasabuni, hela inaisha. Unapata mshahara, nyumbani kwako mara ghafla mvua inanyesha kubwa, radi inapigwa, shoti, nyumba inaungua. Nilienda kumwombea mtu jana saa 3 asubuhi mpaka saa 4. Alikuwa ananyosha, wakati ananyosha akaacha pasi kitandani, akaenda sokoni kuemea mboga. Amerudi nakuta watu wamejaa nyumbani kwake, alafu chumbani vitu vyote vimeungua. Anashangaa. Kwa tusipotoa mavuno kamilifu, kile chanzo ambacho ni cha mapato kinateketea. Kama ulipanda mwaka ukavuna, mwaka ujao utashtukia mtu anakuambia ardhi zimeshaharibika, sasa hivi bila mbolea, huzuni. Wenzako wanavuna. Tulienda mahali fulani kulima, tulivuna bila hata mbolea kabisa. Wengine wanalia vibaya mno, lakini kwa maelekezo ya Mungu na kwa utii pia wa kutoa,
Ukitoa vizuri unabarikiwa, chanzo chako cha mapato kinaongezeka na kinabarikiwa. Usipotoa kikamilifu, vyanzo vyote vinafunga. Mifereji yote mapato inafunga. Uje kuona ulikuwa unapigiwa simu kwa nyumbani. Uko wapi? Sema bwana, nakutumia hela ya soda unatumiwa. Nakutumia hela ya sikukuu unatumiwa. Nakutumia hela ya huyo mnasema nauma, nakutumia hela ya matibabu unatumiwa. Ukisha katika hali ya kutokuwa mwaminifu mbele za Mungu, utashtukia na wale ambao walikuwa wanakutumia wanajikata. Siku zinakata. Ili kifika sikukuu unapigiwa simu watu wawili watatu na kutumia hela sikukuu. Muda huo hamna. Kwa nini? Uliziba mifereji kwa kutokuwa mwaminifu wako kwa mavuno uliyopata. Bwana Yesu asifiwe. Si kama tunaelewana? Tunaelewana jamani? Tuko pamoja? Kwa hiyo unatushtukia, unafika kazini unakataliwa. Kuanzia leo kazi hauna. Jamani, shida nini? Tunafikiria tuna tajiri ametoa ruhusa wala kwamba kwa huyu mtu kupumzisha biashara haiko sawa. Kumbe ulichanganya maneno. Unashangaa. Unaenda mahali kuweka biashara. Mteja akifika, akitazama hivi, anaenda kununua kwa jirani. Mimi kwenda kumwambia ndugu mmoja kaniambia hivi. Wakati nafanya ile biashara, nikashangaa na niozea. Nilichomuuliza mteja wangu mmoja, mbona siku hizo ulichangia na mchangia jirani yangu? Akasema, siku hizo umekaa hapa, umepanga mandazi unauza. Nimefika hivi nikaangalia nikaona mawe. Nikaenda kwa jirani. Si jambo la kawaida na Mungu amekubali ruhusa kwa sababu mwenyewe umeshajikataa mbele zake. Usifikiri kila ambaye biashara yake haiendi ni kwa usahihi. Usifikiri hali ni ngumu, hakuna. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na mjini kwenye biashara. Ifu biashara haiendi kuna problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine akasema nauza nguo, mmoja akasema nikifikiria nikita, mmoja kaniambia anapotazama ile nguo anaona kama miti imesimama. Anapitiliza anasema naye leo kwa. Anapitiliza anaona mazingira mengine. Sasa anafika na tazama anaona biashara haifai. Kama vile ngoma za mtumba au ni special. Sasa ingine umekaa nyumbani uolewi au uolewi. Kila mtu anaanza na masomo ya kukataa. Kwa nini umefanyishwa somo kwako? Mtu akiona kwanza vile ni mzee. Kumbe ni kijana. Mtu mmoja aliniuliza, hivi Isaki, unanionaje mimi? Nikasema nakuona uko vizuri. Unanionaje? Uko vizuri. Nafaa, nikamwambia nafaa sana dawa. Akaniambia, "Sasa mbona hamji?" Nikaanza kujiuliza. Sikuelewa. Siku moja sasa akaja kanitafuta akaniambiaje? Eti ukinitazama naona kama mimi ni mama. Nakuona mimi kama mdada kwa sababu nakufahamu. Lakini watu wangu wamenichosha. Naambia mimi kama mama. Natembea za kimama mama, natembea kimama mama, navaa kimama mama. Hawanielewi. Kwa mtu badala ya ni approach akitazama sio mke wa mtu akapitiliza. Si kama tunaelewana? Ni zote ni hasara kutokuwa mwaminifu mbele za Mungu. Ukiwa mwaminifu kwa kilicho kidogo, hata vile vikubwa utavipata. Usipokuwa mwaminifu kwa kidogo unachokipata, hata vikubwa vikubwa huwezi kuwa mwaminifu. By the way, Mungu anapokubariki anaanza kidogo kidogo. Akishaona wewe hueleweki, na yeye anajikata anajiondokea. Giza na Mungu afikie sehemu hii. Kama wewe ni mchana, Mungu sio mchana amekupa, hauwezi kukaa ndani yako anajiondokea. Kisha jiondokea uwe na uhakika shetani aingia ndani yako. Wakati tuendelea kuangalia faida ya pili, tunaweza tukakaa mpaka asubuhi. Faida ya pili ni hapa. Sadaka ya mavuno huimarisha ulinzi juu yako. Malaki 3:11. Sadaka ya mavuno huimarisha ulinzi juu yako. Malaki 3:11. Na Mungu anasema hivi, nami kwa ajili yenu nitakemea yeye alaye wala tarudia. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Faida ya pili. Faida ya pili nasema ukitoa sadaka ya mavuno kikamilifu mbele za Bwana, anaimarisha ulinzi juu yako. Cheki Ayubu. Shetani akamwambiaje Mungu? Huyu mtu umezingira kila kitu alichonacho. Kama ni mifugo umeizingira, watoto umewazingira, yeye umemzingira, viwanja umevizingira, kila aina uwekezaji uliokuwa kwa Ayubu.
Mungu alikuwa amemshikia kwa uaminifu aliokuwa nao. Hapa anasema kwa ajili ya nitahakikisha nimemharibu yule anayeharibu. Nitahakikisha nimezuia yule mwenda ambaye anakuzuia usifanikiwe. Nitahakikisha yule ambaye anapukutisha vitu vyako asipukutishe. Mwe kuona mtu analima mazao. Aidha amelima ndizi. Amewekeza shamba la ndizi. Wenzake zinazaa hazizai. Amewekeza matikiti maji. Yakifika wakati wa kukomaa, yakiambia kukomaa kabla ya kukomaa, yanaoza. Sengeni matango umelima. Kabla hajafika wakati, unasikia wengine na wadudu. Lakini mwingine analima hata hizi avocado. Unashangaa zile avocado kabla ya kuweka yanapata tele maua yake tu yanapukutika yote. Uje kuona umelima shamba alafu kuna tumbili. Maana ghafla vimeweka tu vimahindi kidogo, tumbili wanaingia na paga shamba lote. Si kama tuko pamoja? Uje kuona unapanda mahali mvua inagoma. Hapo mahali pengine watu wanavuna tu vizuri. Ukizingatia tulipotoka na tulipo utanielewa. Lakini kama tuko pamoja, Mungu atusaidie kuelewa. Ukiwa mwaminifu amesema ataharibu yule anayeharibu. Atazuia yule anayeachilia magonjwa kwenye familia. Unajua sikiza nikwambie, ukishaona kwenye familia yako kuna magonjwa, fikiri mara mbili. Mimi nasema nitakuwa na afya njema tena nayo tele. Maana ya utele ni kujaza mpaka maradufu. Na amesema mtafanikiwa kuliko kwenye waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Utafanikiwa. Kumshauri kuna vitu vinagoma kwa kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitoka katika hali ya uaminifu ataachilia ulinzi juu yako. Juzi ilikuwa ni Jumatano. Askofu mmoja kanisa mahali fulani ni mwanamke. Kaniambia, mtumishi wa Mungu, nimekuita hapa nilipo nimeibiwa. Nilikuwa nimeenda Dodoma kwenye conference and then nimerudi nikakuta nimeibiwa. Hii funguo nilimwachia kijana. Naomba uombe huyu mtu augue mpaka arudishe. Atakaporudisha ndipo tuje nitakuita tena uombe apone. Sasa tukaingia kuomba. Tumeingia kuomba, hilo manaachia mashambulizi. Sikumwambia tena naomba, mimi naomba tu tutaomba toba kwa ajili ya jambo ambalo Mungu ameruhusu tokee. Tumeingia kuomba, napata majibu kwa huyu mtu. Sadaka aliyopaswa kutoa, alienda kununua sabufa ya 1,500,000. Ile sabufa kaondoka kaenda safari, kakuta ile sabufa imechukuliwa, pale ndipo na sabufa wameweka ndoo alafu akafunika na kitambaa. Si kama tunaelewana? Kwa ulinzi ndani yako unatoweka kabisa kwa mwaminifu. Lakini ukishakuwa mwaminifu, Mungu analinda vitu vyako vyote. Umeona faida na hasara? Si kama tuko pamoja. Kwenye faida anaweka ulinzi. Kwenye hasara ulinzi unaondoka. Mwana anaenda shule kule, anapita mahali, vitu vimetegwa, vinamwandaa. Mungu hayuko pamoja naye kwa sababu umeshajikataa mahusiano naye. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kazini au nyumbani kwako tu, umesikia kuna losi imeingia. Huelewi kitu. Jamani, Mungu ameruhusu. Mungu huwa anaruhusu kila kitu kwa makusudi yake maalum. Hakuna Mungu anachukulisha kwa na makusudi. Hakuna. Mimi naamini sana Mungu kwamba hawezi kuruhusu lote lile basi kwa liwe jema baya na kusudi kubwa. Unafikiri aliyetoka sokoni, alienda sokoni kaacha pasi kitandani kaungua. Unafikiri Mungu akona kusudi? Ulinzi wa Mungu bado unaondoka pake, kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hasara nyingine ni kuongezea hapo, uko kwenye kosa ulinzi tena, Isaya 59 mstari wa 2. Isaya 59 anaanza mstari wa 1 kusema hivi, Isaya 59 anaanza mstari wa 2. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia.
lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu, hata hataki kusikia. Kwa hiyo hata kama ni ulinzi, hata kuachilia. Kwa mavuno pia na kusaidia kusogezea pia haja ya moyo wako mbele za Mungu. Lakini usipokuwa mwaminifu kwenye kutoa, uone hakika shetani ndiye atakuwa kumtawala mharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie faida ya 3 na hasara ya 3. Tuanze na faida. Sadaka ya mavuno inafufua mambo yote yaliyoharibika. Mwanzo nilikwambia, mwanadamu alipoasi Adamu, katika Biblia Mungu akaleta mwanae mwingine wa pili ambaye ni Yesu Kristo, aje atukomboe. Aje atukomboe na nini? Na mauti. Aje atukomboe na nini? Dhambi. Mwanzo nilikwambia hakuna ukombozi pasipokuwa na sadaka. Ili ukomboe kilichoharibika lazima utoe nini? Sadaka. Na Mungu alitoa nini? Sadaka, ili atukomboe sisi. Akamtoa mwanae kwa nini? Sadaka. Sasa hapa kwamba sadaka ya mavuno ukitoa katika leo uaminifu inakusaidia kufufua vilivyokufa na kuharibika. Unapata Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36 habari za Dorcas au Tabitha. Biblia inasema alipokufa wakafuata kina Petro mitume, wakaja. Petro akamwambia watu watoke nje, akabakie pale. Akamwombea, akafufuka kutoka kwenye wafu. Kilichofanya Dorcas afufuke ni zile sadaka alizokuwa anatoa. Sisi kama tunaelewana? Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kabisa. Hebu nyosha mkono na hii tuone kama tuko pamoja. Yes, yes, tuko pamoja. Kwa hiyo kile ambacho unaona kinaharibika, sasa ni mtoto shuleni haelewi, anafeli. Ili aweze kutoka kwenye hali ya kufeli, lazima ukomboe. Kilichofufuka tena. Dorcas akafufuka. Kilichomrejesha sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sadaka yako usizao, inakusaidia kufufulia yale ambayo yalikuwa ni magumu, na yale ambayo yalikuwa ni vikwazo, na yale ambayo yalikuwa yamesimama kana kwamba ni upinzani dhidi yako. Unaondoka. Sasa nyingine, hizo sadaka za utumishi wako zinakufanya pia kuondolea hata kama ni mauti kwenye usafiri ulionao. Uko kwenye gari unapata ajali na sio unapona. Kumbe Mungu ameangalia sadaka zako unazopelekea yatima na wajane na watumishi wa Mungu na kujenga kanisa lake, akaona ikiwa nitamuondoa huyu, nani atakayefundisha hapa? Hayupo, sijamwandaa, abaki. Usifikiri mimi najiuliza sana. Sijui kipindi fulani Mungu anajua sana. Wewe niachane nao. Lakini nataka nikwambie hivi, sadaka unayotoa itakusaidia kukuokoa dhidi ya mauti kwa eneo unaloishi. Jiulize. Sitatoa mfano ambao ningetaka niutoe na nimeshuhudia, lakini nakupa hii hapa. Wewe ulipo unalisha bugano kwa wiki au kwa mwezi mara moja, bugano nzima chakula. Wewe ulipo kuna kituo cha yatima na wajane kila mwezi au kila baada ya nusu mwaka unawapelekea chakula na mavazi. Wewe ulipo kila mwaka kanisani unabadilisha maendeleo ya kanisa, unaweka fikia kanisani au unarekebisha mambo hapo sawa, au unaboresha miundombinu ya kanisa. Kila mwaka lazima ufanye mambo. Unafikiri ni kwa namna gani shetani au mchawi ataingia kukuloga, akuloge ikiwa unafanya vitu kama hivi? Kwa sababu anayeruhusu baya au jema likupate ni Mungu ndani yako, kwa sababu umempokea. Si ndio hivyo? Na kama umempokea nako ndani yako, kabla ya kuruhusu baya, ndio maana shetani kabla ya kufanya lote kwa Ayubu alishindwa, kaenda kwa Mungu kwanza. Mungu akampa nini? Kibali. Kwa kabla shetani hajaachilia mauti, anapoingia kuachilia mauti, lazima na Mungu aisaini, aipitishe iko sawa. Mungu anatazama, bugana anakulilia, yatima anakulilia, watumishi wa Bwana wanakulilia, kanisa linakulilia. Ataruhusu uweze kufa? Hata waelewa kitu. Mimi nakwambia hivi, kama umeokoka kuloko na kufa, utakusikia tu. Kabisa. Ningekupa ushuhuda ningeruhusiwa, ungekuwa ni ushuhuda mzito sana, usingeamini, lakini ungekujenga sana na mwisho kutokea mahala. Lakini naona haijawezekana. Kwa hiyo ukisha kuwa mwaminifu kwa hii mafuno yako, Mungu anakuokoa dhidi ya mauti. Unashangaa tu, ndugu yangu nimelaza kutoka Uganda, hujawahi kulasa, wako umeisha hujalaza.
Ndugu yangu mtoto hapa ni sasa ameenda shule anaenda mgongo na pikipiki. Mwanao anaenda kesho kurudi kesho salama. Sadaka. Sadaka ina thamani eti. Sisi kwa wewe lakini mimi naona sadaka ina thamani sana. Hujaona kwenye Matendo 11 anaambiwa kuangalia kwamba sadaka na maombi yako vimefika. Si maombi peke yake ila na sadaka. Unachokipata kama mavuno kwako ni cha msingi sana mbele za Mungu. Kisingekuwa cha msingi asingekihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hasara za kutokutoa sadaka ya mavuno ya tatu sasa ni hii. Inasema vipi? Inasema kusababisha kifo. Kwa nimekwambia ya tatu inafufua mambo yako yaliyokufa na yaliyoharibika na inazuia pia dhidi ya mauti. Lakini ukija huku kwenye hasara ya tatu, usipotoa mavuno kikamilifu unasababisha mauti. Matendo 5:1. Usipotoa sadaka vizuri, chanzo chako kinakufa. Si kama tunaelewana? Vyanzo vyote vinafunga. Hata kuaminika kunafunga. Matendo 5:1, Anania na Safira wanaenda wanauza sehemu ya kiwanda, wanapeleka sadaka isiyo kamili mbele za Bwana. Wanapofika pale, anaanza kwenda Anania anapeleka sadaka pale ambayo sio kamilifu, manake haina ukamilifu mbele za Mungu, wanakufa. Anania akaanguka pale akafa. Baadaye mke wake akaenda kutoa naye sadaka. Alienda kutoa sadaka naye akafa. Si kama tunaelewana? Sadaka iliwaua. Tuko pamoja? Kuna vitu kwako vimekufa, nasikia kabisa vimekufa kwa sababu wewe ni mchoyo. Asa mimi nakushangaa. Nimekwambia mwanzo tunatembea msimu mmoja unasema kwamba apandacho mtu ukipanda uovu, ukipanda wema. Mbaji mmoja akasema wema ni akiba na ubaya ni akiba. Si kama tunaelewana? Kwa hiyo kuna vitu vingi vimekufa ndani yetu, vipawa, kazi, biashara, kilimo vimekufa, hata ndoa zimekufa. Kibali pia cha kubariki watu pia kimekufa kwa sababu choyo ndani ya moyo. Usipoondoa hiyo kitu, hakuna kufa wewe, utakuwa hivyo. Ondoa hiyo jiwe kwa jina la Yesu. Nasema ondoa hiyo jiwe kwa jina la Yesu. Tutembee. Faida ya 4 ya kutoa sadaka ya mavuno mbele za Bwana ni sadaka ya mavuno inamfanya Mungu asikie sauti yako au maombi yako. Matendo ya Mitume 10:1-4. Habari za Kornelio. Mungu akampokea akamwambia, Bwana sikiliza, sadaka zako na maombi yako vimefika. Kwa si maombi peke yake, sadaka imempa kibali. Mungu amemsikia. Mungu amemjibu. Watumishi tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuje kwenye hasara. Nisikitikie wewe. Kukosa kujibiwa maombi yako. Isaya 59:1-2. Kukosa kusikiwa maombi yako. Ukiomba hapo kwenye Isaya nasema hivi, ameziba masikio, ameziba macho, ameziba mkono wake wa baraka, hataki. Amesema kama sitaki kama kuokoa. Katika dhiki, katika nini sitaki. Mungu ameshakasirika. Unajua Mungu wetu sasa hivi kipindi cha neema ni raha sana. Zamani alikuwa anaangamiza Sodoma na Gomora walikufa. Gharika pili wapeleka kwa Nuhu kule. Jitahidi sana kwa mwaminifu kwa ulichonacho kidogo. Mungu atakupa na kikubwa. Amina wapenda katika Bwana. Tuko pamoja. Naenda kumalizia. Niombe tulivumilie kwa sababu nasikia Roho Mungu akiniambia tu ujumbe ambao nimeandaa uweze kumaliza. Kuna pointi tu hapa kadhaa zimebaki. Tutazame. Tuseme kitu hiki hapa. Kwa nini unatoa lakini haupokei? Umejiuliza swali kama hili. Kwa nini unatoa lakini haupokei? Mbona mimi natoa kila siku sipokei? Kwa nini? Wangapi mmejiuliza swali kama hilo? Swali kama hilo kama mshakujiuliza. Barikiwe sana maombi kwa shahidi mwema mbele za Bwana.
Kwa nini unatoa lakini haupokei? Jambo la kwanza, kumwibia Mungu. Unamwibia Mungu. Tafasiri fupi, wewe ni mwizi na ndio maana upokei. Umeenda mahakamani kushtaki, umeibiwa, alafu wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi, unayemshtakia anajua na umeiba. Inakuwaje? Umeenda mahakamani kule, wewe mwenyewe kule uliko, shetani ameshaenda kushtaki kwa Mungu kwamba bwana, huyu jamani ni mwizi. Alafu na unaenda kumshtaki mwizi mwingine aliyekuibia, aidha amekupiga magongo, naenda baba sabaratisha hizo nguvu za giza, halafu nakutazama wewe ni mwizi, halafu nashtaki. Hauka inakuja Mwanzo 4 kuanzia mstari wa kwanza. Ukiwa umemwibia Mungu na usipokuwa mwaminifu kwa Mungu, naye pia hawezi kuwa mwaminifu kwako. Kaini anapeleka sadaka, inakataliwa. Habili inakubalika. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ukiwa umetoa sadaka na haijampa matunda, manake haina ukamilifu. Kuna janja zimefanyika. Lakini kwa nini pia sipokei? Sababu ya pili, kutoa sadaka dhalimu. Kitabu kile cha Malaki 1:13. Ngoja nikisome hiki. Watumishi, tuko tunamaliza. Una moyo mkuu kidogo. Malaki 3 mstari na Malaki 1 mstari 13. Biblia inasema hivi: maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema pengine. Malaki 1:13. Malaki sura ya kwanza mstari wa 13. Biblia inasema hivi: tena mwasema, tazama jambo hili linatuchokesha, na tazama jambo hili linatuchokesha namna gani? Nanyi mmelidharau, asema Bwana wa majeshi, nanyi mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu. Mmeleta kitu kilichopatikana kwa udhalimu. Kwa sababu ya pili, kupeleka sadaka mbele za Bwana ambayo ni dhalimu. Okay, sadaka dhalimu ni sadaka namna gani? Umetapeli, umerubuni, umekula rushwa, umeiba. Yaani mimi maana kaiba kabisa. Afu kaenda kanisani, tunaiba sadaka, wewe ni mwizi. Wewe unatoa fungu la 10 na wizi. Apandacho mtu mchavunacho mtu. Sema kwa pamoja. Apandacho mtu mchavunacho mtu. Sema kwa pamoja. Apandacho mtu mchavunacho. Tena. Apandacho mtu mchavunacho. Yes. Kwa mtu akiiba, tunajua amepanda uovu, anastahili uovu. Lakini pia sema hazina yako ilipo na moyo wako ulipo. Hazina yako ilipo na moyo wako. Yes. Kwa hiyo sadaka dhalimu ambayo umepata kwa njia isiyo ya halali, inapoenda pale, moyo wako uko pale. Kama ni kupokea, unapokea vizuri au vibaya. Sema tuko pamoja. Sadaka dhalimu ndio hiyo. Rushwa, utapeli, wizi, udanganyifu, unaenda kanisani, wizi kubarikiwa, utakufa. Cheki sababu nyingine ya kutokuwa na matokeo mazuri katika sadaka yako hapo. Malaki 1:13, sikuimaliza. Baada ya dhalimu akaja na kilema. Sababu nyingine unaleta sadaka bora ni kilema mbele za Bwana. Unajua kilema, una mbuzi, una nguruwe kavunjika mguu, na ndio nguruwe akishavunjika mguu hapa ni changamoto, atapangwaje na nguruwe nyingine? Kwa hiyo takiwa uzo. Na unafikia haini peleka kanisani. Unatazama kambuzi kama imevunjika, hata nikapeleka kanisani. Kilema ni kile ambacho kina ukosefu. Anakuletea mtu nguo imepauka, hiyo ni kilema. Takiwa kwenye uhalisia wake ing'ae. Unavaa kiatu kisha pinda hivi, vinampelekea wale wapendwa wengine. Bwana viatu hivyo hapo bwana. Hizo ni vilema. Hazina ukamilifu. Kilema ni kitu ambacho hakijakamilika kwenye ubora wake. Kinatakiwa kuwepo.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu nyingine, sadaka, unatoa sadaka ambayo ina ugonjwa. Anaendelea hapo kwenye Malaki 1:13, anaendelea hapa hivi, anasema hivi, anasema udhalimu, kilema na kilicho kigonjwa ndicho mnavyoleta sadaka. Je, niikubali? Kilicho kigonjwa, hakina afya, umeenda ukapima ukaona hiki hakiponi, sasa nikipelekewa kanisani, hiyo sio sadaka. Mungu ipokee. Maana yake ndicho hata Kaini alichokifanya, akachukua mazao ambayo yamezofika, sio yenye ubora. Kaini alichukua mfugo ulio bora. Kaini na Habili alichukua mfugo ulio bora, lakini Kaini alichukua mazao ambayo sio mema au sio mazuri. Yaani kwenye zile mbegu zilizokuwa nazo kuna mbegu bora, mbegu ya kati, mbegu ambayo sio. Alichukua kwenye mbegu zile zingine sio ndio nini bora. Habili akachukua yule nani kondoo aliyenona, aliye bora. Kwa hiyo ukileta kigonjwa, Mungu atapokea. Takijiji kile kigonjwa, wewe mwenyewe mtakikuletea utalamika kwamba hivi kweli nienda mahali tukile atoa sadaka shilingi 200, nikamwangalia ni mtu mkubwa anapokea mshahara kama 300 hivi kwa mwezi, akatoa shilingi 200. Mimi nilikuwa mhubiri pale kwenye kanisa, nimeweza kuhubiri, kaachilia sadaka yangu pale. Sasa wakati naachilia, kwa bahati mbaya akaja mtu akadumbukiza ile hela, niko nimesoma kwenye sadaka, nimeziona hapo, nilimshangaa sana. Asijiulize huyo mtu anapokea 300 kutoa sadaka 200, ataendelea nini? Fikiri ile sadaka ambayo ni ulemavu afu na ugonjwa, Mungu hawezi kupokea. Okay, sababu zingine kwa maana mimi sadaka yangu mbona zinakuwa ipokelewi? Sababu kwa ya 5 sasa hivi, kutoa sadaka kwa kujitangaza. Mathayo 6:2-5, kwa kujitangaza. Biblia inasema utoapo sadaka usipige panda mbele yako. Mathayo 6:2-3, usipige panda mbele yako, wala mkono wako kushoto usijue, maana yake jirani yako aliyokaribia yako asijue. Sadaka ni siri. Nimekwambia sadaka mwanzo, nimekwambia sadaka ni tendo la kiroho. Sadaka ni ibada ya kiroho. The way unaposhindwa kufanya kiroho, maana yake hiyo sio sadaka. Kwa hiyo unapotoa sadaka kali ya uasi, si sadaka. Sasa hivi mtu anasema kwanza 100,000 watu waendelee, unaweza kusimama, lakini unapotoa ujitangaze. Nilikuwa jana kwenye nilialikwa mahala kwenye makambi ya kufunga makambi mahala ya Sabato, na mimi pia nikaalikwa mahali hapo nikawa nimeenda na nikafanikiwa kukaa mahali palipokaa waheshimiwa, na nilikuwa nimekaa pale miongoni mwa kina mimi pia. Mungu amenipaka neema hapo. Sasa wakati tuko pale, nilikuwa natafakari wenzetu wanavyoenda, nikatafakari hakika umefanya wao, lakini kwetu sisi tunafeli wapi? Hili kwetu sisi kitu ambacho kinatufanya tufeli wapi? Yule mhubiri akasema hivi, naomba msimame watu wanaweza kutoa sadaka kuanzia 100,000. Wasimama. Simama hata naomba msimame walio na kuanzia 50, wasimama. Kutoka hata mimi nilimtukuza sana Mungu moyoni. Akasema wastahili Bwana. Alafu wakati niko namtukuza Mungu moyoni, akatokea mbaba mbele yangu, akaenda kwa yule kaka. Yeye mtumishi akamwambia hivi, waambie watu wakae kulingana na walivyonavyo. Akabadilisha matangazo. Asamani kidogo, kile ulichobarikiwa uweze kutoa, unatoa watu zaidi kabisa. Kwa nini? Kuna mtu amebarikiwa kikubwa cha kiwango kinamshinda. Usikuzuna baraka. Mimi natoka mbona niona jamaa katoa tena bana. Wasema tena kaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa unaweza kaiadi mwenyewe direct, lakini wengi hawezi kuiadi. Unaweza kuamua laki huko, yeye kutoa laki na 20 haitajirika. Ni siri yako na Mungu, lakini si wengi wanafanya hivyo. Kumbe ukitoa kwa siri na honestly, just Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kutoa katika neno. Mungu atakubariki sana. Twende tuangalie na kitu cha mwisho, kwa sababu nyingine ya mwisho. Nimekwambia sababu ya kutopata matokeo mazuri sadaka ya 5, nimekwambia kutoa sadaka kujitangaza. Nyingine kutoa mahali usipotakiwa kutoa. Kumbukumbu la Torati 12 hadi mstari wa 13 hadi 14. Wewe tumalizie hapo hapa hivi. Tumalizie. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 12:13. 12:13 inasema hivi, ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa, usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako moja. Usitoe mahali sadaka. Kuna watu wameenda kwenye mikutano mbalimbali za watumishi ambao si halali, wakatoa sadaka mpaka leo wengine wameshavunja nchi. Nilikuwa na mtu anaenda kusali kwa mfalme mmoja yuko hapa Mwanza. Akasema mimi nasali kwa mfalme fulani, ndio imeshaachika. Wameshauza mali zote, wagawana pasu kwa pasu. Yule mama alienda kule kwa yule mfalme akapeleka kule. Kwa siku kila mara tunaweka sadaka. Tafakari maana unapoweka. Wana wa Israeli walikuwa wanaweka sadaka kulingana na makabila yao. Alafu walikuwa wanatoka zile sadaka. Biblia inasema kwenye zile mwanzo zilikuwa wanaweka sadaka, moto unaendelea kuwaka. Pasipo sadaka moto kunazimika. Ikiwa sadaka yako haionekani hapa, mahali ambapo umepachagua kuwa mahali pako pa kuabudia, maana yake moto kwa ajili yako madhabahuni na kuzinikia. Sika mnaelewa? Lakini sadaka yako kama inaonekana hapa mahali ambapo umepachagua kuabudia, maana yake kila kutoka leo mambo yako yanazidi kufunguka na kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako.